nimewaita hapa kuzungumza na nyie na kupitia kwenu kuzungumza na Watanzania. Ndugu wananchi wenzetu wa Tanzania, huu ni msimamo wa chama chenu, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kuhusu kilichoitwa uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Msimamo huu umetokana na kikao cha kamati kuu ambao mimi kwa niaba ya kamati kuu ya chama nitausoma neno kwa neno mbele yenu. Msimamo wa Chadema kuhusu uchaguzi batili wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 na kilichojiri baada ya hapo. Namba moja, uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba 2025 ni batili na matokeo yake yote lazima yafutwe. Uchaguzi mzima wa urais, ubunge na udiwani ni batili na hauna uhalali wowote kwa sababu ulifanyika chini ya ukiukwaji mkubwa wa sheria, haki na misingi ya demokrasia. Chadema inasisitiza kufutwa mara moja kwa matokeo yote ya uchaguzi na kuvunjwa kwa kinachoitwa Tume Huru ya Uchaguzi INEC, kwa sababu tume hiyo haina uhuru kuanzia uteuzi wa wajumbe wa tume, muundo wa tume na majukumu yake. Chombo hicho hakina tena uhalali wowote na hakiaminiki na Watanzania kusimamia uchaguzi huru na wa haki. Chadema na Watanzania tunataka serikali ya mpito isiyoongozwa na Samia Suluhu Hassan itakaowekwa chini ya usimamizi wa taasisi huru za kimataifa. Kwa kuwa serikali haina uhalali wowote, Chadema inataka kuanzishwa kwa serikali ya mpito ambayo: moja, haitaongozwa na Samia Suluhu Hassan wala serikali ya CCM, itakayoaminika na Watanzania na jumuiya za kimataifa. Mbili, itasimamiwa na mashirika ya kimataifa yenye kuaminika na yenye uwezo kama vile Umoja wa Mataifa, AU na SADC. Tatu, itarejesha utulivu, haki za kisiasa na za kiraia. Nne, itafungua anga ya kisiasa na uhuru wa kujieleza. Tano, itaratibu uchaguzi mpya wa kitaifa kwa uwazi, uadilifu na uangalizi huru wa kimataifa. Sita, itahakikisha kuachiwa huru kwa wafungwa wote wa kisiasa na wote waliofunguliwa kesi za uongo. Saba, itahakikisha kuachiliwa kwa wote waliotekwa nyara na kufichwa katika mahabusu bubu vya siri na wanaopewa mateso yanayoratibiwa na vyombo vya dola. Pointi namba 6. Chadema na Watanzania tunataka uwajibikaji wa wote waliohusika katika mauaji na ukatili, na tunataka mageuzi makubwa ya vyombo vya usalama. Chadema